Bana, kilichokuwa kinasubiriwa hatimaye kimefika. Wanasema kwamba usiku wa deni haukawii kukucha. Ndivyo ambavyo tunaweza tukaita hivyo. Leo ni tarehe 24 ya mwezi wa 6. Imebaki siku moja pekee kuelekea katika dabi ya Kariakoo. Kwa wale wote ambao wamezaliwa tarehe na siku kama ya leo tarehe 24 Juni, niwaambie tu kwamba happy birthday kwao, lakini pia wanasherehekea birthday pamoja na mchezaji bora zaidi duniani Lionel Messi. Bwana, nipo hapa na captain, tunazungumza kuhusiana na dabi ya Kariakoo, lakini pia mambo ambayo yametokea kabla ya mchezo wenyewe. Bwana captain, kwema? Kwema tu, mambo vipi mzee? Safi, mambo yanasemaje? Tunamshukuru Mungu, alhamdulillah. Yes. Uko vizuri? Niko vizuri. Bwana, usiku wa deni haukawii kukucha. Ndio hivyo, tunaelekea kwenye dabi ya Kariakoo. Yamebaki masaa machache kabla ya kwenda kushuhudia mchezo. Ni kipi ambacho umekiona na ni kipi ambacho umejifunza kwenye sakata hili la dabi ya Kariakoo mpaka kufikia hapa leo ambapo kesho ndio siku yenyewe ya mchezo? Nashukuru kwanza, dabi imetuletea mambo mengine mapya kabisa ambayo hayajawahi kufanyika katika ardhi yetu hii ya Tanzania. Iwe kwenye dabi au kwenye timu nyingine. Dabi imetuletea waamuzi kutoka nje ya Tanzania ambao watachezesha dabi ya Kariakoo kesho tarehe 25. Hichi ni kitu kipya kabisa katika ligi yetu, hatujawahi kukiona. Lakini kwa dabi hii, kwa sababu ilikuwa na makando kando huko nyuma na vipengele, sasa imetuletea mpaka tumefikia huko kwamba tunapata waamuzi sasa kutoka Masri ambao watakuja kuiongoza dabi ya Kariakoo kesho tarehe 25. Yes. Sawa, pamoja na hivyo kulikuwa kuna maneno mengi yaliokuwa yanazungumzwa. Wengi walikuwa wamebezi kwenye kanuni, taratibu, kanuni, sheria, vitu ambavyo vilikuwa vina trendi sana kuhusiana na dabi ya Kariakoo, kwa maana mechi nambari 184. Pengine kwa upande wako pia kitu gani kingine ambacho umekiona cha tofauti zaidi kuelekea katika dabi yenyewe? Kitu kingine ni ule tu mfadhaiko ambao umetokea hapo nyuma tarehe 8 na ule ambao ulitokea tarehe 15, na tumefika sasa tarehe 25 kesho, Mungu akijalia, bado masaa machache kabisa. Kipenga kitapulizwa na hawa waamuzi kutoka Egypt. Kwa hiyo nafikiri TFF ama bodi ya ligi wanafanya kitu cha maana sana, kwa sababu hii dabi ya mwaka huu sidhani kama imeshatokea dabi kama hii ambayo inafanya maamuzi kama ilitokea labda huko nyuma sisi tuko wadogo. Lakini kipindi ambacho sisi watu wa 70s kuja juu hajawahi kushuhudia dabi kama hii ambayo inaleta ubingwa. Yaani akipigwa mtu anakuwa bingwa, akidraw mtu anakuwa bingwa. Yaani hapa hii ndio dabi, ndio mchezo wa mwisho. Kwa hiyo imetuletea kitu kizuri sana, ni kama finali. Yes, itakuwa, nafikiri tutategemea mchezo mzuri sana. Tutategemea watu kujituma, tutategemea hakuna kucheleweshwa moja kimakusudi. Kwa sababu kila mtu dabi anataka matokeo. Acha ile dabi nyingine saa hizi tungeshajua labda mtu anaongoza pointi fulani, lakini anajua hata nikiharibu hapa pointi nyingine nitazikuta mbele, basi naweza nikasawazisha makosa. Hii hakuna. Hiyo ukiharibu umekwisha. Yes, kwa hiyo ni dabi moja very fantastic yani. Yes. Dabi imetawaliwa na vitu kwamba huyu anasema kwamba ili nicheze inapaswa 1 2 3 kifanyike. Huyu mwingine anasema ili nicheze inapaswa hichi na hichi kifanyike au kiondoke. Kwa upande wako, Simba na Yanga wanaingia katika mchezo huu. Nje ya uwanja wametambiana sana, lakini pia nje ya uwanja matakwa yao kwa kiasi fulani yametimizwa. Pengine kuelekea katika dakika 90 sasa, unadhani kwamba kuna athari yoyote kutokana na vile ambavyo walikuwa wanafanya nje ya uwanja vikaenda kuathiri direct mchezo wenyewe? Mimi nafikiri ndani ya uwanja tutategemea kuona soka safi tu. Yule ambaye amejiandaa vizuri ndiye ambaye atapata matokeo katika dabi hii. Yule ambaye alikuwa ameconcentrate na vitu vya nje ya uwanja, kujiandaa vizuri, basi atakuja kupata mshtuko mkubwa sana. Na dabi mimi nakwambia, mtu akifanya makosa akipigwa, basi atapigwa kweli kweli. Yes, kwa sababu atapigwa kweli kweli. Amini hilo, kwa sababu dabi ambayo inatoa ubingwa. Kwa hiyo mtu anatakiwa akipata nafasi aitumie. Kwa hiyo usikute kuna timu ikapata nafasi 5 ikatumia zote, kwa sababu unajua hata tukikosa hapa nafasi akipata mwenzangu mimi nimekwisha. Kwa hiyo dabi naiona ina magoli. Ina magoli mengi sana, zaidi ya 5 au 4. Magoli 5 au 4. Hii dabi itakuwa na magoli. Aidha 3-2, aidha 4-2, aidha 5 bila, aidha 4 bila. Yaani hii dabi ina magoli kwa sababu lazima timu ishinde ndio ile iwe bingwa. Sasa mtu akipata nafasi lazima zitumie. So Simba akipata nafasi nyingi takiwa zitumie. Yanga akipata nafasi nyingi bila zitumie. Ukicheza na nafasi umekwisha katika dabi. Ukichezea nafasi umekwisha kwenye hii dabi. Sawa sawa. Yes.
Bwana, tumeshuhudia mechi za dabi zimetamatika kwa bao moja, kwa maana msimu huu kwenye ngao ya jamii bao moja kwa bila, kwenye ligi kwenye mzunguko wa kwanza pia tukashuhudia moja bila, lakini leo unasema kwamba ni mechi ambayo inaenda kuamuliwa kwa mabao mengi. Ni kipi ambacho unadhani kitakuwa kimeongezeka zaidi kwenye safu za ushambuliaji, lakini pia kwenye safu za ulinzi unadhani kuna kitu kitakuwa kimepungua kuelekea mechi ya kesho? Unajua muundo wa hii dabi ulivyokaa. Mmoja ana option mbili. Na mmoja ana option moja. Yanga ana option mbili. Ana option ya kushinda, anakuwa bingwa, na ana option ya kudraw, anakuwa bingwa. Simba ana option moja tu. Yeye lazima ashinde ndio anakuwa bingwa. Kinyume cha hapo anapoteza tena ubingwa kwa mara ya 4 mfululizo. Kwa hiyo maana nikwambia hii dabi itatoa magoli kwa sababu maforward watakuwa wameconcentrate sana na kuzitumia nafasi. Kwa sababu anajua kabisa nikicheza na hii nafasi hatupate tena nafasi nyingine kama hii. Na tusipopata nafasi nyingine kama hii, that means kwamba tumefungwa na tumelikosa kombe. Zile dabi za nyuma zile ilikuwa unakutana mtu bado timu 5 mbele, mechi 6 labda huko Kwa unajua hata hapa nikikosea naweza hizo point nikazikava kwa hizo games zinazokuja kwa wengine. Lakini hii haipo. Kwa hiyo nakwambia kutakuwa na magoli mengi kwa sababu labda nafasi zisitokee. Lakini zikitokea chance kutakuwa na magoli mengi kwa sababu kila mtu anataka itumie chance vile ipasavyo. Watu wa forward line wote watakuwa kwa makini katika kuzitumia nafasi. Yes. Katika mchezo huu Simba wanaingia wakiwa na kumbukumbu ya kupoteza kombe uwanjani pale Zanzibar dhidi ya RS Berkane kwenye michuano ya kombe la shirikisho, lakini pia wanaingia wakiwa wanajua kwamba kwenye michuano ya FA pia hawapo tena, hawana nafasi ya kutoa ubingwa. Nafasi pekee kwao kutoa ubingwa ni kuifunga Yanga hapo kesho. Unaiona Simba ikienda kufanya jambo mbele ya Yanga kwa namna ambavyo umeitazama kwenye michezo yake msimu huu? Of course Simba sio mbaya sana kama watu wanavyofikiria. Simba imeshakaa pamoja, ingawa mwanzo walianza na kusema kama wanajenga timu, lakini wamefanya vizuri mpaka kuchenja kufika finali tu shirikisho. Maana yake Simba ni timu nzuri. Kwa hiyo inawezekana pia kama wakatulia wakafuata maelekezo ya walimu wao na wakatumia nafasi. Mimi tatizo langu Simba liko kwenye kutumia nafasi. Wanapata chance nyingi lakini wanatumia chache. Lakini wakipata chance nyingi na wakazitumia vizuri, wanaweza kuwa mabingwa nao. Simba sio mbaya kiasi hicho. Na hii ni dabi, unajua dabi na mambo mengi sana. Unaweza kumuona game ya mwisho mmoja akacheza vibaya, mmoja akacheza vizuri. Kwa hiyo kampa matumaini yule anacheza vibaya atafungwa, anacheza vizuri atashinda. Ni dabi haiko hivyo, ni tofauti. Utakuja kumuona Simba huyu ambaye alikuwa anaacha mianya mingi alipocheza na nani huyu? Na Kagera Sugar. Utakuta kama hiyo mianya haipatikani tena na anafanya vizuri mbele. Utakuta Yanga huyu ambaye amepata magoli mengi katika mechi 2, magoli 10, ukakuta huku hapati nafasi kama hizo. Kwa hiyo dabi haiko hivyo. Dabi ni kwamba anaumia mkaje na mwalimu mbinu zake anaandaaje na vipi mmezifanyia kazi nyinyi wachezaji. Basi dabi inakuwa mechi nyingine tofauti. Kombe uwanjani kwa maana ni kama finali, na mara nyingi tumekuwa tukishuhudia mechi za finali ambazo hazivutii kwa sababu watu wanacheza kwa malengo ya kuchukua kombe. Pengine unaamini kwamba kombe kuwepo uwanjani hapo kesho itaongeza mvuto pia kuelekea kwenye mchezo wenyewe, au kwenye mchezo ndani ya dakika 90 unadhani kwamba mvuto utaongezeka zaidi? Ni kweli, swali zuri, na ndio inavyokuaga sana watu wanapokuwa kwenye finali. Watu wanatafuta matokeo. Hatafuti kupiga vyenga, hatafuti kupiga kanzu, hataki kufanya chochote. Yaani watu wanataka matokeo. Wewe fanya position zako si 78 kwa 22, lakini mtu akipata nafasi anakuweka. Kwa hiyo tutegemee kama tutakuwa na mpira huo, tunaweza kupata mpira mzuri au tukapata mpira ambao sio mzuri pia. Kwa sababu watu wanataka matokeo, hawataki mbwembo nyingi. Kwa hiyo tunaweza katokea hilo pia. Sawa. Ni mechi ya maisha. Watu wanasema kwamba hii ni mechi ambayo inaweza kaondoka na watu, lakini pia inaweza kawapandisha watu. Kwa upande wako, una kipi cha tofauti au una kipi cha ziada kuhusiana na mchezo huu kwa upande wa Simba pamoja na Yanga? Mimi nafikiri mechi hii ilivyokaa itawapandisha watu. Itawapandisha watu kwa sababu kwa mfano kama timu ya Simba ambao walianza na kusema kwamba sasa wanajenga timu. Nafikiri Simba ikifanya vizuri basi itawapandisha hata wachezaji kwamba walikosa ubingwa kwa miaka 3 mfululizo, lakini wamesajili kikosi kizuri kichanga, wameanza na wamechukua ubingwa. Kwa hiyo baadhi ya wachezaji wa Simba watapanda. Kuanguka sana sidhani, kwa sababu Yanga wao wameshachukua ubingwa mara 3 mfululizo, wakichukua hii mara ya 4. Kwa hiyo hata ukikosa wao wanaweza kusema hii ilikuwa ni bad luck, sio mbaya, bora tujipange tena mwakani tutarudisha kikombe chetu. Lakini kwa Simba lazima afanye chini juu abebe hii kombe. Asipobeba hii kombe
itakuwa mbaya sana kwao. Itakuwa na msimu mbaya sana kwa sababu atakuwa amekosa vitu vyote msimu huu. Yes. Sawa, tulishuhudia pia rotation zikifanyika kwa baadhi ya wachezaji. Kwa mfano kama kwenye mechi iliyopita tulishuhudia kwa upande wa Simba tulishuhudia wachezaji wengi wa kikosi cha kwanza, kwa maana ile best 11 ya Fadlu Davids ikianzia benchi. Pengine hiyo inatoa picha ya kijani au inatoa taa ya kijani kuashiria kwamba mchezo wa dabi ni mchezo ambao hauna kipengele na ni mchezo ambao Simba wanautaka kwa asilimia zote. Of course, kwa sababu kama una watu wako bora ambao unataka wafanye kazi, lazima wapumzishe. Nashangaa tu kocha wa Yanga alikuwa na riski sana. Lakini Fadlu ametumia akili, amepumzisha wachezaji kina Kagoma, nilikuwa naona juu kule kina Kapombe, kina Shabalala. Kwa hiyo alikuwa anatumia njia nzuri ya kuwapumzisha wale. Kwa mfano wale ndio key. Sasa inatokea wanapata majeruhi au wanapata kadi. Inakuwaje katika game ujao ambayo ni ya kutafuta ubingwa na unakutana na mpinzani wako. Kwa lazima utumie tahadhari kidogo. Alafu ukiangalia timu yenyewe kwa nakutana nayo Dodoma, Kagera, ingawa nayo ilitoa pinzani ambao tukutegemea kama ingekuwa anacheza hivi, isingekuwa katika hiyo ndani ya kushuka daraja, sio au isingeshuka daraja. Ndio maana hizi timu zetu ndogo na sometimes zinashangaza sana. Unakuta anafanya vibaya huko lakini akija kukutana na Simba na Yanga unashangaa sasa huyu anashukaje daraja. Mbona kwa sababu kwa ile game ya wale Kagera kama zile forward lines zilikuwa zina akili, walikuwa wanapata bao zaidi ya bao mbili. Nafasi za wazi zilikuwa 1-1, si nyingine 3-2-1. Lakini wanakutumia vizuri. Sehemu ya mtu kutoa pasi mwenzake afunga, hata kufunga yeye. Bahati nzuri kipa anacheza. Kwa hiyo ndio hivyo. Kupumzisha kocha amefanya vizuri. Sababu kuna kuumia, kuna kadi pia. Zikafanyisha watu wapate suspended. Game usingekuwa tamu zaidi. Hata mtu akifunga sababu ndifunga sababu wachezaji wangu muhimu walikuwa hawapo. Tunataka hivi sasa kila mtu uko kamili, hakuna majeruhi, hakuna nini, mtu akipigwa kapigwa. Yes. Tugeukie sasa kwa upande wa waamuzi, japo uliwagusia kidogo kwamba waamuzi kutoka nje. Pengine hii sasa inakwenda kukata ule mzizi wa fitna kwamba tulifungwa kwa sababu ya Kayoko au tulifungwa kwa sababu ya Arajiga, au naamini kwamba inakuaje kwa upande wa waamuzi ambao wanatokea nchini Misri? Kuhusu waamuzi bwana, unajua huu mchezo ulikuwa na mambo mengi sana. Kwa hiyo hata mimi kitendo cha kuchukua waamuzi kutoka nje nimekipenda na nimekifurahia. Nilikuwa na wasiwasi na kanuni, lakini nimewasikiliza wataalamu wa kanuni, wanasema kanuni zinaruhusu, kanuni hazikufunga, zimesema tu kama TFF itateua wachezaji waamuzi na nini, lakini haikusema kama watakuwa ndani tu peke yake. Hapana. Umeona? Kwa hiyo kitendo hichi kimefanywa vizuri ili mtu akifungwa afungwe kwa haki, malalamiko yasiwepo. Ingawa hata hawa nao waliokuja ni binadamu pia. Mbona wanaweza kufanya makosa ya kibinadamu, lakini lawama zake zitakuwa sio kubwa kama hiyo makosa angefanya labda Arajiga au angefanya Kayoko au angefanya Mchumu au nani. Kwa kitendo hichi umetumia kitendo cha busara sana, watu sasa washindane uwanjani. Tusiwe na sababu mtu akifungwa tujue tu bwana kazidiwa na alikuwa kujiandaa vizuri. Yes. Sawa. Ni kipi ambacho unaweza kuwaambia mashabiki wa Simba pamoja na wa Yanga ambao wanajiandaa kwenda kushuhudia mchezo hapo kesho, either uwanjani au kupitia TV? Mimi nafikiri kesho utakuwa mchezo bora sana. Kwa hiyo tunaweza tukapata game moja nzuri sana. Kwa hiyo mimi nawashauri mashabiki wote wa Simba, wa Yanga, twendeni kwa wengi tukashuhudia kipute cha kesho. Kesho kuna faida nyingi sana. Kwamba mtu anapigwa pale, akishapigwa mwenzake alimpiga na kabidhiwa kombe pale directly mbele ya macho yake. Kwa hiyo kutakuwa na raha nyingi sana. Unaona, kuna raha za kushangilia ushindi na raha za kushangilia kombe. Ingawa kidogo kuna muda kidogo uliopita hapa nimeona zinafanyika zile press na nini kwa ajili ya pre-match na Simba hawajatokea. Hawajafika. Sasa si ni mind game ama sijui wana msimamo kwamba hataki kutia timu, sijui, lakini wamefanya vibaya kwa sababu hata kama ni mind game kitu kishakubaliana sasa, yani viongozi wa chama wa serikali, viongozi wa mpira, bodi ya ligi, viongozi wa vilabu tumeshakubaliana na game imetangazwa kwamba itachezwa 25. Sasa hizi ni hujuma. Maana hujuma zinafanyika kwa sababu mwenyeji ni Yanga. Kwa hiyo Simba anafanya timu, lakini nadhani mind game tu. Hawezi kupeleka timu Simba uwanjani. Kwa hiyo na wasivyo ndani wanachama, wapenzi wa hizo timu mbili wote kwa pamoja tushirikiane, twende mpirani, tukaangalie mpira mzuri. Pengine kwenye hili la Simba kutofika kwenye ukumbi wa mikutano, kwa maana wao pamoja na timu mwenyeji ambao ni Yanga pamoja na bodi ya ligi, mkutano wa maandalizi ya mchezo,
Pengine hii inaweza katurudisha kule kuanza kupekua tena kwamba kanuni inasemaje, sheria zinasemaje au unasemaje. Sasa hii inatufundisha hii. Sorry. Sasa hii inatufundisha kwa sababu sasa Yanga inabidi, ingekuwa kipindi kile kosa lililofanyika ilikuwa baada ya Simba kuzuiliwa kuingia, aliandika barua kusema halete timu mpaka wahusika wachukuliwe hatua. Kwa ndo kama hii, yani hapa Yanga yatea gome ya bwana mimi sileti timu kwa sababu sijui kama Simba watakuja au hawaji bwana. Mimi nitapoteza muda wangu na wapenzi wangu na nini, kwa mimi sileti timu. Au TFF ailishe. Sasa haiwezekani. Kwa hiyo hapa inajulikana kanuni, mtu kama kuja kuhudhuria katika mkutano kama ule kama anapigwa faini, basi Simba atapigwa faini. Ndio maana kaona kwamba hizi ni hujuma tu kwamba Yanga sipate mapato, kwamba bwana mimi siendi kwenye pre-match meeting lakini baadaye nitapeleka timu. Kwa sababu kanuni inasema kama sikuenda kwenye hiyo pre-match meeting labda nitatoza milioni 5, sasa milioni 5 kwangu au milioni 2 mimi sio shida. Ila nataka tunafanyia hujuma wasipate hela. Kwa hiyo hivyo vitu vipo, ndio tunatakiwa sababu bodi ya ligi simamie vitu kama hivyo. Game ipo, mimi nakwambia. Game ipo. Bwana, huyo ni captain akizungumza hivyo, lakini pia tunahitimisha. Unatarajia labda mchezaji gani kuwaka sana kwenye mchezo wa kesho, kwa maana ambaye unadhani kesho itakuwa ni siku yake? Kwa pande zote mbili au kwa pande moja? Kwenye mchezo kwa upande wa Dar es Salaam Young Africans, mimi nafikiri mtu kama Pacome, Chama. Unajua Chama ndio mechi zake hizi, na Chama ikiwa ndio mwisho kwenye mkataba huwa anajua nini cha kufanya ili engineer akae tena amfikirie. Kwa hiyo kesho Pacome, Chama, Maxi ni watu ambao watafanya vizuri sana kwa upande wa Yanga. Kwa upande wa Simba nao kuna wachezaji wazuri, mtu kama Mpanzu, Ahua, ona Mkwala. Kama utaingiza timu na wasiwasi, Mkwala anaweza akapata bao pia. Goli lazima atafunga kwa sababu anajua sana kujiposition yule jamaa. Kwa hiyo kutokana na hizi wingi zake ninavyoziona hizi, Kibu labda huko Mpanzu, Ahua, hawezi yani Mkwala ukimtengenezea nafasi kama 3-2 na kimoja lazima atakuweka. Kwa hiyo nasema Mkwala naye kesho atapata goli. Dube kama anacheza kesho akipata nafasi atapata bao. Kesho kutakuwa na magoli mengi sana. Kwa sababu kutakuwa na pressure ule mchezo kesho. Lakini pia kumekuwa kuna mjadala ule kwenye tuzo ya golikipa bora tayari tumeshafunga. Kamara anachukua tuzo yake akiwa na clean sheet zake 19. Lakini kwa upande wa mchezaji bora bado maneno yamekuwa ni mengi. Jean Charles Ahoua mabao 25 amehusika, lakini Pacome amehusika kwenye mabao 20 mpaka hivi sasa, na watu wanasema kwamba tuzo hii huenda pia ikawa na changamoto kwenye kuiamua. Wewe kwa upande wako unasimama wapi? Hiyo tuzo rahisi sana, haina changamoto yoyote. Watu wanashindwa tu kufuatilia. Ukiangalia za mwanzo wa ligi, wameshazungumza bodi ya ligi kwamba wachezaji wakifungana mabao, kwa mfano anaangaliwa nani amepata mwenye mabao ya penalti au ya kutenga nani. Unaelewa? Sasa ukiangalia kwa Ahua na Pacome. Pacome ana 20 lakini ukiangalia penalti zinaweza kuwa 2 au mfano sina kumbukumbu. Lakini Ahua ana goli 25, ana penalti sio chini ya 8 labda. Umeelewa? Kwa hapo unaangalia tu bora ni nani. Una haja ya kuna ligi hatujui vigezo vyao. Bodi ya ligi wanachagua mchezaji bora kwa kuzingatia nini. Hivi hatujui, lakini ukiangalia tu kwa uhalisia Pacome ana deserve kuwa mchezaji bora. Kwa sababu ingawa na magoli machache hayo 20 lakini kama yapataje. Kuna mtu ana magoli 25 tunaangalia naye ameyapataje. Magoli 25 ni assist pamoja na magoli. Sasa hapo captain wewe unaenda kwenye kuamua kwenye mfungaji bora. Sisi tunazungumzia tuzo ya MVP. Huyu amehusika kwenye mabao 25, huyu amehusika kwenye mabao 20 kwa maana magoli pamoja na assist. Kwa upande wako sasa, watu wanasema kwamba tuzo pia inaweza kuwa ni ngumu. Lakini kitu kingine ambacho kinawachanganya watu ni ile MVP wa mchezo. Kwa maana mchezaji bora wa mechi, Pacome amechukua mara 7 na Ahua amechukua mara 5. Watu wanasema kwamba huenda ikawa ni changamoto pia kwa sababu hiyo. Ndio maana nilikuwa nimechanganya tu hapo. Hakuna changamoto. Magoli ya Ahua mengi, bwana na hizo assist zake sio ya move mengi sana ya foul na penalty. Kwa hiyo bora mchezaji bora anaonekana tu MVP ambaye amepambana kutumia nguvu na nini na kufunga. Ndio maana yangu kwamba hapo lazima apewe Pacome. Kwa sababu amesaidia sana timu yake na contribution yao magoli 20, yule mwingine ana
contribution na magoli 25. Yule obvious yule atakuwa ni mfungaji bora. Lakini tunazungumza MVP. MVP sio lazima mfungaji bora ndo apewe MVP kama jana kama mwaka jana Azizi, hapana. Tunaangalia na wale watu wengine nao wamesaidia vipi timu yao. Sasa Pacome amepewa tuzo 7 mfululizo. Eti mfululizo nao ana tuzo 7. Yule ana tuzo 5. Sio mfululizo. Huyu ana tuzo 5. Sasa Pacome ana deserve. Ila tujui wao wanazingatia nini ligi. Tuseme labda bingwa wa kesho pia atakuwa na nafasi ya kutoa tuzo hiyo mbele ya mwenzake. Exactly. Bingwa wa kesho naye atakuwa na nafasi ya kutoa hiyo tuzo. Kwa mfano kesho labda Yanga kashinda, ingawa Pacome hajashinda, lakini jitihada zake zimesaidia kuitoa bingwa wa Yanga. Obviously Pacome anakuwa MVP. Ila Simba naye akishinda, hata kama huwa hakushinda, lakini ameisaidia timu kuchukua ubingwa, obviously huwa anaweza kuwa MVP. Yes. Sawa bwana, nikushukuru sana kwa muda wako, lakini pia kwa wale watazamaji wangu wa Bugane TV ni waombe muendelee kusubscribe, lakini pia kwa wale wote ambao tuko pamoja waendelee kudondosha comment yako, lakini pia usisahau kutufuatilia kupitia mitandao ya kijamii Instagram, Facebook pamoja na YouTube kwa jina moja la Bugane TV tuweze kwenda sambamba. Hii ni Bugane TV 2025, tunakuambia enjoy sports.